Pia ni rais wa bunge la mwananchi East and Central. Mimi ningependa kusema ya kwamba nimesikia ndugu yangu akilalamika, akauliza swali ya kwa nini mtu anazungumuza mambo ya Siaya na yeye atoki Siaya. Kama kuna kiongozi failure ni James Bob Orengo. Kama kuna kiongozi failure Luo Nyanza, James Bob Orengo. Orengo ndio kiongozi yenye hawezi simama atusabie 7.8 billion. Ametumia nini? Waambie. Ayezi. Na mimi ningependa kuambia watu wa Siaya. Pesa ya Siaya inakulwa hapa Nairobi. Pesa ya Siaya inafanywa mambo ya siasa. Pesa ya Siaya ilinunua guns Homa Bay kuenda kuua na vijana wenye. Then uko hapa ati mtu anasema tutoe Ruto. Wewe mwenyewe ni muhisi unataka kutoa Ruto. Wewe umepewa kaunti miaka 4, umekula kaunti imeisha. Kaunti haina dawa, kaunti haina barabara, kaunti haina maji, kaunti haina walimu, kaunti haina madaktari, kaunti ni Siaya, kile imebaki ni Siaya. Huyu ndio governor ambayo William Ruto ambaye sasa anatokana William Ruto. William Ruto alimfanya akakuwa waziri wa land William Ruto. Baada ya William Ruto kusimama na Raila Odinga kidete 2007, kama sio William Ruto Raila angekuwa prime minister. Kama sio William Ruto Orengo angekuwa waziri wa land. Tena sawa anatuambia Ruto wanta wewe mwenyewe umekula Siaya imeisha. Imekuwa mifupa. Siaya umekula kila kitu. Orengo nobody. Then huyu ndiye kumsarwa mbele ati ni mwanaharakati anataka kutetea mwananchi wa Kenya. So utetie mwananchi wa Siaya kwanza. Analeta ICC watanyonga yeye. Tetea mwana Siaya kwanza. Mimi Orengo hawezi kuniconvince. Ati Bob Orengo ani convince ati mchukua bunduki William Ruto ni muizi. William Ruto anafaa kwenda nyumbani. Wewe yeye mwenyewe amekula Siaya imeisha imebaki mfupa. Tena kumsarwa mbele anasema ati Ruto my friend wewe ndio quarter term. Wewe ndio quarter term. Kwa sababu hakuna lolote tunaweza hesabu kwa huyu governor wa Siaya. Governor yuko tu hapo tu. Hakuna lolote anafanya. Pesa amepewa 7.8 billion na wafuasi wa Orengo sijui kama wakusoma. Mimi ndio nashindwa sijui kama wakusoma wafuasi wa Orengo. Mimi ndio sijui. Hizi vitu nasema mambo ya 7.8 billion. Ni kama wanasikia ni vile kama kuku anasikia kuoka. Orengo unasikia? Unauliza mfuasi wa Orengo, unamuuliza unajua pesa ambayo inapewa governor wenu? Ati mimi sitaki kujua. Orengo. Unauliza umesoma report ya Auditor General? Mkaguzi ya kifedha. Ajui. Orengo nobody. Ukimuuliza percentage ngapi inatoka kwa inafaa yani kwa maendeleo ya Siaya County? Ajui. Yaani anasema ati sijui party list sijui dichiata factor gani? Factor ya meat. Ati mimi ndio party list sijui factor ya meat. Watu wa trees. Yeye kwani yeye ni kiongozi wa kufu. Bibo de Siaya. Tuache kudanganyana. Ndugu zangu, tuache kudanganyana. Kama kuna governor failure ambaye anafaa kushikwa na EACC, Orengo walunyi. Yeye ndiye anasema my friend at one time. Ani unaimbia wanti wewe mwenyewe unajiimbia one time. Orengo walunyi. Wewe mwenyewe uko kwa njia tayari unaelekea. Anajiimbia one time. Hakuna Kenya umefanya Siaya County. Raila amekupea opportunity. Si wana Siaya Raila Odinga. Amekupea opportunity baada ya kuhangaika miaka mingi na maandamano na fitina mingi. Amekuangia bwana ingia hapa fanya kazi. Hakuna. Amemesa wana Siaya kabisa. William Ruto akaingia kama president. Ruto akahakikisha Orengo mudai wana Siaya pesa yenu Orengo ndio kuna hakuna pesa Ruto amekwamia national. Pesa zote ya kaunti ya Siaya Orengo anataka nayo Linda mwananchi. Ruto ana deni na Orengo. Ruto ana deni ya kaunti yoyote. Then uko hapa
One time ya mama yetu. Wakati Orengo anakula siasa inaisha. Sisi tunataka kuambia Orengo, Raila alituacha kwa serikali na yule mtu asiye ambaye aliacha kwa broad base ni mheshimiwa James Opiyo Wandayi. Yes. Na sisi tunaweza jivunia yale Wandayi amefanya kama waziri. Kwa hiyo mambo ya kawe. Wandayi alipokuwa hapo hii miaka 2 amehakikisha megawatt ya stima ya Odino imetoka 15 imeenda 35%. Inamaanisha kwamba stima ya Luo Nyanza haiwezi potea sasa kirahisi kama ile kitambo. Hiyo ni kazi ya nani? Intellectual James Opiyo Wandayi. Jambo la pili, ukienda Gogo amehakikisha megawatt ilikuwa pale Gogo ilikuwa na 5%. Wandayi amehakikisha kwamba imekuwa increase hadi 20%. Inamaanisha sasa ameleta another 15%. Then mtu ambaye anakula siasa inaisha anatuambia one time gani? Ruto ni 2 term. Kwa sababu tunaona kazi ambayo wale technician ambayo ilipelekwa serikali. Shida ya Luo Nyanza ilikuwa ni stima. Uko na stima, bali stima ikiona mvua, stima inaenda. Kwa sababu gani? Megawatt iko chini. Sasa James Wandayi amehakikisha kwamba megawatt imekuwa sawa. Stima isumbui kama wengine. Leo anatuambia one time na wewe mwenyewe umefanya maandamano hadi akili imeruka. Pesa county imepewa usaidi. Then anataka kupinga project yenye Wandayi na Raila Odinga walileta na William Ruto, si county ya kujenga nuclear. Uone hiyo ni mambo ya uchinga. Then unaambiwa guns kama Orengo anakuambia tuaje serikali. Mheshimiwa intellectual, usijaribu kupea Orengo nafasi yoyote kufuruka siasa. Na hiyo sio kulinda mwananchi, hiyo ni kuua mwananchi. Ni kuua mwananchi. Hakuna mwananchi Orengo analinda. Wacha tusaidie viongozi wetu ili tukue na stima kama James Wandayi. Juzi hapa fuel imepotea. Fuel imesumbua. Haijapanda vizuri kwa sababu akili ya James Orengo G2G. Juzi mheshimiwa James Wandayi amesokisha mambo ya bei, mambo ya tax ya stima imerudi chini kwa sababu mwananchi ya chini. Tena unapata mtu kama huyu ambaye anafanya kazi nzuri kama intellectual, mtu ambaye ya maandamano guns mwenyewe, gun governor. Anataka kupinga serikali ambao watu wanafanya kazi nzuri. Tufanye gun governor James Orengo. Tumebadilisha de facto ni gun, si de facto. Ni gun. So de gun anatusumbua, anatuambia my friend, tufuate viongozi wetu ambao wanafanya kazi. Tunataka wale bwana simama. Hii de facto ya miti hatukubali. Unadapted. Pia tunataka mambo puzi. Jambo ya mwisho. Nimesikia wengine wanapiga kelele, "Oh Joho, kama unataka mimba enda Joho akupe mimba." Yes. Joho sirika yenu. Mtu anasema hapa Joho sijui Joho amefanya nini? Joho aliba pesa uchaguzi. Joho mwenyewe ndiye alitoa pesa ya uchaguzi. Yes. Wewe unaibiwa matako bure, huna lolote ya kuibiwa. Unaibiwa matako bure. Joho Ali Hassan Joho ni kiongozi amesimama na ODM. Na hii ninataka kuomba wana ODM. Kama mnataka ODM irudi kwa form vizuri, tuite kina Joho tuwapee nafasi kwa chama. Kabisa. Watengeneze chama. Huwezi toa Sifuna na unaleta mtu yenye hawezi zungumuza. Toa Sifuna, leta mtu ambaye anazungumuza ambao kuna capability. Na hii nataka kuomba watu wa ODM, chukueni SG mpeni Ole Dambo Lekina. Tuache mapendeleo. Tunataka mtu anaweza kujaza ile nafasi ya Sifuna. Ole Dambo akona uwezo. Chukueni mambo ya SG peni Ole Dambo. Kama nataka kujenga chama, bali kama nataka kuwa chama, waje kusema tumepea Muluya tu. Hakuna mambo ya Muluya tu. Tunataka kuona mtu ambaye ako na capability ya kusaidia chama cha ODM. Si mambo ya kupenda mapendeleo. Itweni Joho apewe nafasi kwa chama. Kuna watu lazima watoke kwa chama cha ODM. Wapewe kina Joho nafasi bwana. Kuna watu lazima tolewe. Si unakaa hapo ni wewe ni photocopy. Wakati hapo karibu, but kuna mambo ya uongozi. Arati yako sawa. Simba arati yako sawa. Leteni kina Joho. Wao wako sawa. Arati sawa. Huyu yako sawa. Walete tena Joho karibu. Walete Ole Dambo karibu. Tusongeze chama cha ODM mbele. Hii mambo yenu ya kidogo hatuajenga chama ndugu zangu. Tuaje kusema our party leader mheshimiwa daktari, angalia vijana leta karibu.
tujenge ODM. Na candidate yetu ya deputy president ya William Ruto ni Ali Hassan Joho. Hapa tutoki. Tunataka kupiga hiyo meza hadi dakika ya mwisho. Lazima tusikishwe. Huwezi kuwa deputy party leader ama unataka kuwa deputy president na una lolote. Hauna chapa, hauna numbers, hauna kili, hauna connection, uko tu hapo. My friend, let us support Joho. Joho pia amesupport Wajaluo, Joho amesupport Muluya, Joho amesupport chama, Joho amesimama na sisi kwa hali na mali. Let us support kijana wetu kutoka Pwani. Tuache binafsi. Sometimes turudishe mkono pia maeneo nyingine. So to support viongozi wetu ambao kuna agenda. Vijana wa ODM, kama unataka kusonga mbele kama vijana, tafuteni Mheshimiwa Sultan, tusonge na siasa yetu mbele. Tuache kudanganywa ndugu zangu. It is our time. Ruto ni 50, Joho is around 40. Uone hiyo vile hiyo kitu inaingiana. Uone vile inaingiana vizuri. Tusukume agenda vijana mbele. Joho atasukuma agenda yetu kama vijana wa ODM. Asante sana, Mungu awabariki. Amen.